Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala a'lai wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiyai wa ala alihi wa sahbihi wa asfiyai, amma ba'du. Karibu mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Umar. Utakuwa nami katika mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kufahamu ni kitu gani tumekuandalia siku ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Tafsiri ya maneno haya ama tafsiri ya aya hii ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, na kwa hakika tuliwapa kitabu wale waliokuwa kabla yenu, na nyinyi tunawahusieni kuwa mumche Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu maana yake ni nini? Kumcha Mwenyezi Mungu ni kuweka ukuta kati ya kwako wewe na yale yasiyoyapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo maana halisi ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Imamu Ali ibn Abi Talib yeye ameelezea, amesema kumcha Mwenyezi Mungu ni mambo manne. Jambo la kwanza akasema al-khawfu min al-jalili. Kwanza ni kuishi kwa hofu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa tu ukisikia jina la Mwenyezi Mungu limetajwa Allah, lazima uwe na hofu ya kuwa unamuogopa Mwenyezi Mungu saa zote. Kwa hivyo akasema al-khawfu min al-jalili, kwanza ni kumuogopa Mwenyezi Mungu. Lakini la pili akasema wal amalu bitanzili, ni kuishi kwa mafundisho sahihi ya Qur'ani, lakini pia kwa mafundisho ya sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la tatu akasema waridha bil qalili, na kuridhika kwa kile kidogo alichokupa Mwenyezi Mungu. Inawezekana mtazamaji, wewe ukawa sie Mwenyezi Mungu hajakupa kipato kikubwa, kipato chako ni cha leo kupata, kesho kukosa, basi ukiridhika na jambo hilo alokupa Mwenyezi Mungu, basi hiyo ni katika takwa, ni moja katika ucha Mungu, kwa sababu umeridhika tu na kile Mwenyezi Mungu alichokuwa amekukasimia. Lakini jambo la nne na la mwisho akasema wal isti'dadu li yawmir rahili, na ni kujiandaa kwa ajili ya safari yetu ile ya mwisho, safari ya kifo, safari ambayo sote tunaitarajia tutaelekea huko. Kwa hivyo tutakapojiandaa, tutakapoweka maandalizi kwa maana ya kizuizi kati ya kwetu sisi na yale asiyopenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, hii tutakuwa tumekaa katika maana ile ya takwa. Kwa hivyo Imam Ali yeye alisema ni kuwa ni mambo manne. Jambo la kwanza kama tulivyosema kuwa ni kumuogopa Mwenyezi Mungu. Pindi unaposikia imetajwa jina la Mwenyezi Mungu, basi ukawa na hofu, moyo wako ukawa unashtuka. Hii ni katika moja ya takwa. Lakini la pili ni kuishi kwa mafundisho sahihi ya Qur'ani, lakini pia mafundisho ya sunna kwa maana ya maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la tatu ni kuridhika kwa kile ulichopewa katika riziki. Jambo la nne ni kujiandaa kwa ajili ya safari yetu ya mwisho ambayo sote tunaitarajia tutaelekea huko. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye imepokewa kuwa siku moja alikutana na sahaba wake katika njia. Wakati anatembea njiani alikutana na sahaba huyu akiitwa kama akijulikana kama Haritha. Wanazuoni wanatuambia huyu ni sahaba mdogo kabisa, alikuwa wakati huo inasemekana alikuwa na miaka 15 ama 16. Ni katika masahaba wadogo wa Kianswar. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikutana naye njiani, akamuuliza kaifa asbahta ya Haritha, vipi umeamkaje ewe Haritha? Akasema asbahtu mu'minan haqqan, nimeamka aliyakuwa nikiwa ni muumini wa kweli. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuwa kawaida yake anataka ithbati ya maneno ya huyu sahaba aliyosema kuwa yeye ameamka akiwa ni muumini wa kweli kweli. Mtume akamwambia wama haqiqatu imanuka, na ni ipi uhakika wa imani yako? Sahaba yule akasema azaftu nafsi ani dunya fastawa indi hajaruha wa dhahabuha. Asema kwamba yeye azaftu nafsi, ameupa mgongo au ameipa mgongo dunia, vikawa kwake sawa vitu viwili, hajaruha wa dhahabuha, mawe yake na dhahabu. Kwa maana kwamba ukimwekea dhahabu na mawe hapa, kwake vyote anaviona ni sawa. Tazama ni uchamungu wa hali gani huu aliokuwa amefikia sahaba huyu. Lakini tunaambiwa kuwa uchamungu wa namna hii sote tunaweza kufikia, mimi na wewe mtazamaji, kwa maana ya kwamba tutakapoweka ukuta
kwa yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu, yale asiyoyapenda na kuyaridhia. Pindi tutakapoweka ukuta kwa hayo, tutaweza kufikia daraja hii. Zipo daraja za uchamungu. Tumeelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani kuwa kuna darajati, yani kuna zile hatua, level za uchamungu. Level ya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha au anatuambia katika Qur'ani kuwa wasika alladhina taqaw ila aljannati zumara, kwamba watachukuliwa kwa kubembelezwa wale waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu hapa duniani, watachukuliwa kwa kubembelezwa kupelekwa katika pepo. Hii ni level ya kwanza ya wale wanaokuwa wanamcha Mwenyezi Mungu. Lakini level ya pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia bado katika Qur'an, wa uzlifatil jannati lilmuttaqin ghaira ba'id, kwamba pepo zitasogezwa kwa wale waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu, hazitakuwa mbali. Level ya kwanza tumepata kuona kuwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu watachukuliwa na kwa kubembelezwa wakipelekwa katika pepo. Lakini ya pili, level hii ya pili ni kwamba pepo itasogezwa karibu yao, yani hawa hawatachukuliwa na kupelekwa, isipokuwa pepo italetwa pale pale. Tazama level hii. Lakini level ya tatu na ya mwisho ambayo tunaambiwa ni level ya juu kabisa, kwa ni Mwenyezi Mungu anatuambia yauma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda, siku ambayo Mwenyezi Mungu atakapowafufua wale waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu, watakapofufuliwa kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Hebu tazama hii level hii ya mwisho kuwa ya kwanza tumeambiwa kuwa watachukuliwa kwa kubembelezwa wakipelekwa peponi, lakini ya pili tukaambiwa pepo itasogezwa kwao. Ya tatu hawa watafufuliwa kwa mwenye pepo mwenyewe, kwa maana kuwa watafufuliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo wakiwa ni wafda, wakiwa ni wajumbe, wakiwa ni wacha Mungu. Tazama level hii. Utachagua wewe mtazamaji, unataka kuwa katika level gani ya ucha Mungu. Aidha level ya kwanza kuwa utachukuliwa kwa kubembelezwa, ama level ya pili pepo itasogezwa karibu yako, lakini level ya tatu kuwa utafufuliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tio ni miongoni mwa waja wake wenye kuweka ukuta kati ya kwetu sisi na yale asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Lakini pia tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tio ni miongoni mwa waja wake wenye kuyasikiliza maneno na kuyafuata yaliokuwa mazuri. Karibu tena mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu, na tupo katika segment ya Ujue Uislamu. Leo katika Ujue Uislamu tutakwenda kuangalia namna gani tunaleta zile tasbihi katika swala. Tunapokuwa tunaswali, aidha mtu anapokuwa amerukuu, kuna maneno huwa yanasemwa katika rukuu, lakini pia baada ya mtu kuwa amerukuu katika itidali yapo maneno ambayo yanasemwa katika sijida vile vile. Ni maneno gani hayo? Baki nami kufuatilia kwa umakini uweze kufahamu ni maneno gani. Mtu anapokuwa katika rukuu ama katika swala, yapo maneno ambayo yanatakiwa ayaseme, lakini leo tutaeleza tu kwa uchache zaidi kuwa katika rukuu anasema maneno gani. Mtu anapokuwa katika rukuu anatakiwa aseme maneno haya: subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Atasema maneno haya mara 3. Na tafsiri ya maneno haya, ametakasika Mwenyezi Mungu aliyekuwa mkubwa, wa bihamdihi, na sifa ni zake, kwamba ametakasika Mwenyezi Mungu mkubwa na sifa ni za kwake yeye. Kwa hivyo maneno haya mtu atayasema kwa lugha ya Kiarabu mara 3, kisha atainuka kwa maana ya itidali. Pale atasema rabbana walakal hamdu, rabbana walakal hamdu, kwamba ewe Mwenyezi Mungu, lakal hamdu, sifa ni zako. Rabbana walakal hamdu, ewe Mwenyezi Mungu, sifa ni zako. Kwa hivyo baada ya kuwa ameitidali, atakwenda moja kwa moja katika sijida kusujudu. Pale katika sijida atasema maneno haya: subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Atasema maneno haya mara 3 vile vile. Na tafsiri ya maneno haya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ametakasika Mwenyezi Mungu aliye juu na sifa ni za kwake. Ametakasika Mwenyezi Mungu aliye juu na sifa ni zake. Kwa hivyo atasema maneno haya mara 3, lakini baada ya kuwa amesujudu ile sijida ya kwanza, atakaa kikazi kidogo, ambapo pia kuna maneno pia atakayosema: rabbighfirli warhamni, rabbighfirli warhamni,
rabbi ighfirli warhamni. Atasema mara moja tu maneno haya na tafsiri ya maneno haya rabbi ighfirli, ewe Mwenyezi Mungu nisamehe mimi, warhamni, na unirehemu. Ewe Mwenyezi Mungu nisamehe mimi na unirehemu. Kwa hivyo kwa uchache maneno yanayosemwa katika rukuu, maneno yanayosemwa katika itidali na maneno yanayosemwa katika sijida ni haya ambayo tunatakiwa tuyazingatie, mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu. Kwa hivyo leo tumeangalia kwa uchache zaidi, lakini wakati ujao tutaangalia kiundani na katika baadhi ya maeneo mengine ya swala, zipi nyiradi ama maneno gani yanatakiwa kusemwa mtu anapokuwa katika swala.